Hii ni Yanga TV, kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa zaidi wiki hii tutaangazia maandalizi ya kikosi cha Yanga kuelekea msimu ujao pamoja na mchezo wa kirafiki dhidi ya Rayon Sports ya Rwanda. Huku pia wakiendelea kutambulisha nyota wapya ambao watakitumikia kikosi hicho msimu ujao. Wiki hii katika Yanga TV, kikosi cha Yanga kiliingia rasmi kambini kwa ajili ya maandalizi ya msimu ujao pamoja na michezo ya kirafiki iliyopo mbele yao, huku pia wakialikwa katika tamasha la Rayon Sports Day Rwanda. Naye meneja habari wa mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe alifika katika mazoezi hayo ambayo yanafanyika katika viwanja vya KMC, huku akiumwagia sifa uzi mpya ambao wameutambulisha kwa ajili ya mazoezi. Bwana, hapa ni KMC Stadium na nyuma yangu ni mazoezi kuelekea msimu unaokuja. Kumbuka hivi karibuni klabu ya Yanga itaelekea pale Rwanda katika mchezo wa kirafiki kwa ajili ya maandalizi ya pre-season, ambapo katika mchezo utakuwa ni katika mchezo wa Rayon Sports. Pembeni yangu niko na msemaji wa mabingwa. Bwana. Shwari. Hii ulipewa zawadi maalum kwa ajili ya harusi yako au ni jezi yetu? Hii nimepewa zawadi leo na Technical Bench. Wamenipa hii zawadi na kimsingi kwa ambaye afahamu, hizi ni jezi zetu za mazoezi. Kitaalamu tunasema ni training kit. Ndio tumezindua leo kwa ajili ya kuzifanyia mazoezi kwa msimu mzima. Hii nilovaa mimi, hii ni special kwa ajili ya Technical Bench. Na wewe ni kocha? Na mimi ni kocha. Kwa wamenipa zawadi yangu ya harusi. Hii ni special kwa ajili ya Technical Bench. Alafu hii ulioivaa wewe, hii ina njano yake. Shemoka tutatuletea uione. Hii ya kijani ina njano yake. Hizi ni special kwa ajili ya wachezaji. Jezi kweli Sheikh, umeona hasa pengine atakuwa anajiuliza mtazamaji wa Yanga TV, mbona mnavaa wenyewe si vipi? Tuwaambie jamani, jezi hizi zitauzwa. Sisi hatutoi jezi alafu tukagawana watu 20. Hizi ni jezi za wananchi na jezi hizi zitauzwa. Kwa hizi za training kit ambazo tumezindua leo zitakuwepo mtaani, na jezi za msimu zitakuja za ligi. Umeelewa vizuri hapa? Kwani kama unaonjesha wananchi? Yes, hii bwana ni ya Technical Bench. Hatari, umeona vizuri? Naiona? Hatari, na hata hii kijani yake ni kali sana rafiki yangu. Sana. Hii ni jezi ambayo kiukweli inapaswa kutrainiwa na mfungaji bora ligi kuu Zambia, magoli 18, Andy Boyeli. Nimwambia Mpenja ukiwa unatangaza msimu ujao magoli ya Boyeli unatakiwa uyavute. Uvute, usitangaze tunafunga Boyeli, no. Unavuta. Bwana Shemoka ameniletea jezi hapa ya njano. Hamna kusubiri, chapu kwa haraka. Nikwambia ziko mbili Sasa hii ndo njano yake ambayo amevaa Lasini kuuma hii hapa. Hii ndo njano yake. Kwa ziko mbili za timu. Kuna hii alafu kuna hii. Hizi ni special education kwa ajili ya players. Kwa hiyo zikija madukani, ukinunua hii jezi, ukinunua hii, umeona, ukinunua baadaye uko inshallah madukani, ukinunua hii maana yake umenunua jezi ya Lasini ya mazoezi. Jezi ya Lasini ya mazoezi. Kuna siku nitakuja kukupa sifa za Lasini kuuma vizuri watu wamuelewe. Tuonjeshe. Kidogo ngonjeshe. Kidogo. Unaiangalia Liverpool vizuri. Kuna kiungo mmoja pale na jina gumu. Szoboszlai. Achana na Szoboszlai bwana. Kuna mtu mmoja jina yake pale Graba. Tusimalize uondo kwa sababu watu wanaotazama ni wengi. Tuwaambie tu wananchi kwamba msimu maandalizi yameshaanza. Timu iko hapa kama unavyoiona, watu wako vizuri kweli kweli na wanafanya maandalizi vizuri. Tuna wachezaji wapya ambao tumewasajili, tuna wachezaji wa zamani ambao tumewasajili. Mwamba Celestine kuwa unamuona hapa, unamuona Legend Sure Boy yuko hapa. Sasa hivi huwezi kumwita Sure Boy. Tamka Legend Sure Boy yuko hapa. Huyu ni gwiji kwenye klabu Yanga. Watu wasiokijua ni kwamba Sure Boy msimu wake wa kwanza tu ndo amekuja na makombe. Yaani Yanga imechukua makombe baada ya kumsajili Sure Boy. Na baada ya pia kukaa muda mrefu bila kwa hiyo Sure Boy anastahili kabisa kuwa legend wa club na tunajivunia naye sana msimu huu. Bado tunaingia kwenye program, toke pembeni huku. Program iendelee hapa.
watu waendelee kukiwasha. Tuendelee mazungumzo pembeni hapa vizuri. Njoo meneja. Njoo bwana meneja. Msimu umeanza hujaonekana meneja Watu wakuone bwana meneja wote hao vipi bwana? Kwema? Bwana mtuelezee kidogo hoje umekaa na timu toka. Watu walifikiri sisi tufanye mazoezi. Leo ndo mara kwa tuna report mazoezi. Umeonaje yani wachezaji wapi wale kuja, chemistry yao na wazamani, uwezo, timu iko katika standard gani inshallah? Njoo. To be honest zimekuwa siku 3 za maana kabisa. Siku ya 4 ikiwa leo ikiwa siku ya 4. Sessions zimekuwa nzuri sana na tunafurahi kuweza kuwa na kundi hili la wachezaji ambao kwa kiasi kikubwa sana wanatupa matumaini makubwa sana kuelekea kwenye msimu unaofuata. Uongozi wetu umefanya kazi kubwa sana ya kuweza kutuletea wachezaji bora ambao naamini kabisa furaha ambayo wananchi wamekuwa nayo kwa misimu 4 inaenda kuongezeka msimu wa 5. So kitu ambacho tunakiona mpaka sasa hivi ni kitu kizuri sana na tunategemea kitaendelea hivyo mpaka ambapo tutakapoanza msimu na inshallah tutakapomaliza msimu furaha ile itakuwa inaongezeka. Bila kusahau kuwapa kongole pia uongozi. Wamefanya kazi kubwa sana ya kuweza kutuletea benchi bora sana la ufundi. Yani kwa miaka 4 ambayo tumekuwa na furaha wananchi, uongozi ulikuwa unaumiza kichwa, unakaa chini, unafanya decision ambazo zilikuwa ni decision bora kabisa za kuweza kuleta makocha ambao wameweza kuhudumu kwenye klabu hii na kuweza kutupa mafanikio ambayo tumeyapata. This time around culture hiyo imeendelea na tunaweza kuwashukuru sana. Na ukiona kwa jinsi ambavyo tumekaa kwa siku 4, kwa mtu ambaye ni mgeni ukija, unaweza ukafikiri ni watu ambao tayari wamezoeana labda kwa miezi kadhaa, lakini ni siku 4 tu. Tumekuwa na chemistry nzuri sana kuanzia kwenye technical bench kwenda kwenye players, lakini pia hata kwa uongozi, the way ambavyo watu wamejeli na kuweza kuelewana na kutengeneza ule umoja ambao umekuwa ni silaha yetu kubwa, vimekuwa on top notch kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo yote ambayo yameshafanyika tunaamini kabisa unaenda kwa mmoja ya msimu bora sana. Kwa hiyo wananchi waendelee kutuombea. Sisi tunafanya kazi nyuma ya pazia na kila kitu kitaenda vizuri inshallah. Mwenyezi Mungu akitujalia msimu huu unaenda kuwa msimu mwingine wa furaha. Bwana, msimu huu unaokuja tutakuwa na mfungaji bora ligi kuu Zambia, tutakuwa na mfungaji bora ligi kuu Ivory Coast, tutakuwa na MVP wa msimu 2023 2022 Pacome Zouzoua, timu nzima ni ma MVP. Tutakuwa na Lassine ambaye pia msimu uliopita alikuwa moja kati ya wachezaji bora katika ligi kuu ya Mali. Na hapa ni KMC maandalizi kuelekea mchezo unaokuja wa kirafiki dhidi ya Rayon Sports. Hivi vyombo vitaanza kupatikana madukani hususan katika duka letu la pale Jangwani Priva Beauty Shayo. Rais wa kikosi hicho cha mitaa ya Twiga na Jangwani Engineer Hersi Saidi naye alitembelea mazoezi hayo huku akikutana na nyota wapya ambao wamesajiliwa msimu huu pamoja na wale waliokuwemo msimu uliopita. Nao mashabiki wa Yanga Sports Club wameendelea kupongeza uongozi wao kwa sajili walizofanya msimu huu, huku wakitarajia kufanya vizuri zaidi msimu ujao katika mashindano mbalimbali wanayoshiriki. Kuhusu usajili wa timu yetu ya Yanga, kiukweli msimu huu viongozi wetu hawajakurupuka katika kusajili, kwa sababu wameangalia wachezaji ambao ni vijana
wachezaji ambao wanakuja kuchukua nafasi za watu ambao walikuwa na uwezo mkubwa, kwa sababu ukiangalia timu yetu, ukiona kitendo cha mtu kama Aucho anaondoka kwenye timu, ujue mtu anayekuja sio jambo dogo, yaani ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo kwenye usajili mimi nawapongeza viongozi wetu, kwa sababu wachezaji wote tushaona, tumeona kina Musa Conte, tumeona huyu Mohamed Dombia, tumeona huyu Celestine Ekua, wote ni wachezaji ambao wana profile kubwa, ambao walikotoka huko walikuwa wanafanya vizuri. Kwa hiyo katika usajili kiukweli nawapongeza sana viongozi wetu, na ukiangalia hata kwenye kuboresha kwenye beki wetu wa kushoto tumemwongeza Mohamed Hussein, naye ni mchezaji ambaye ni legend, alafu ni professional. Ukizungumzia mabeki bora wa kushoto kwenye nchi yetu hauwezi kukosa kumtaja Mohamed Hussein. Yaani mimi nina imani na kikosi changu, najiamini, sijapunguza, na marekebisho madogo, na yale yote tayari tushayafanya. Kwa hiyo ushindi na vikombe kama kawaida. Wewe tu Diala mtu wa pembeni, maana yeye akicheza mechi nyingi akichoka, na atakiwa naye mbadala wake apatikane. Mzuri kwa kikosi changu cha Yanga, hususan na utambulisho wa Mohamed Hussein Shabalala. Naona kama msimu unaokuja tutafanya vizuri zaidi. Natamani kuona nafasi ya ushambuliaji iongezeke, pia nguvu iongezeke, ili kikosi kiendelee kuwa bora zaidi kupita hata msimu uliopita, ili tupate mafanikio ya kupata ushindi tena mwingine kwa awamu ijayo. Ndio nasema hivi, ni mchezaji mzuri, kwa sababu hata alipokuwa upande wa pili ni mchezaji ambaye ameleta mafanikio kwenye timu ile, na kwetu pia ataleta mafanikio makubwa, na isitoshe ni mchezaji ambaye sio mwenye majeraha ya mara kwa mara, kwa hiyo msaada wake utakuwa ni mkubwa. Yaani pale hakuna hata shaka, ni mchezaji mzuri, ana uwezo mkubwa, na ni mchezaji ambaye hana pancha. Kwa Yanga pale atakuwa na msaada mkubwa. Sisi wameshaangalia sehemu zenye mapungufu na wameboresha. Kwa sisi tunaamini furaha itaendelea kuwepo Jangwani. Niwapongeze viongozi wa klabu ya Yanga, wanafanya yale hitaji la mashabiki. Ukiangalia hata sajili wanazozifanya, ukiangalia hata na wachezaji wanaowaacha, ni dhahiri ni viongozi ambao wana focus ya kufika mbali. Kwa hiyo kwanza tuwapongeze. Ukiangalia umri wao viongozi walivyo, lakini wanakuwa na chachu ya mafanikio. Kwa hiyo ukiangalia sajili kama vile sajili za majina ya wachezaji na nini, unaona kabisa ni watu ambao kwamba wenye mtazamo wa kufika mbali. Isipokuwa tu kwamba sajili ni sajili, yawezekana likatoka kwamba mkasajili jina lakini ikawa tofauti na mlivyo kusudia, lakini kwamba tunachosifu ni nini? Wanafanya yale matakwa ya mashabiki na mpira ndivyo unavyotaka kwa sasa hivi. Ukiangalia kama vile wameongeza ile beki ile ya Shabalala, ule ni usajili mmoja miongoni ni mzuri sana, kwa sababu ni beki ambayo mwenye mambo mengi, ana uwezo wa kupandisha timu, ana uwezo wa kumwaga maji. Unaangalia viungo wanaowafanya, unaangalia sajili wanazosajili vijana wadogo. Mpira sasa hivi unahitaji sana age ndogo, kwa sababu ni kwamba mpira unahitaji pumzi. Kwa hiyo kiukweli ninawapongeza viongozi wa Yanga na wazidi kufanya hivyo na zaidi, ili kusudi mafanikio ya klabu na wao ndivyo watakavyozidi kujitengenezea CV ndani na nje ya mpira. Si hicho walichokisajili au wanachosajili viongozi kwa sasa hivi sio kutetea ubingwa tu, kwa sababu mimi ninafikiri kwa sajili wanazozifanya hawaangalii ndani sana. Mimi nafikiri kwamba wanahitaji kukompiti nje, kwa sababu kama kwa ndani nikiangalia kwa sana hakuna klabu itakaweza kukompiti na Yanga. Kwa hiyo kwa ndani sina hofu nao, ninavyoangalia sana ni nje, na hata wao nafikiri kwamba sajili zao wanazozifanya safari hiyo ni kuangalia sana ni mashindano makubwa ya nje, lakini kwa ndani no doubts kwamba ni watu ambao wanajua kwamba ndani sio hitaji lao sana, kwa sababu ndani washamaliza kila kitu, na naamini kwa sajili hizi hata kombe la
la ndani, let's say kwamba NBC Premier League, kama kungekuwa na sheria ya kuweza kuwakabidhi kabisa kombe kabla ya ligi kuanza au kumalizika, wangekabidhiwa tu kabisa. Lakini what I think kwamba wanachoangalia wao sana sana ni nje na ligi ya ndani. Mashabiki na wanachama wa Yanga Sports Club mkoani Iringa wametakiwa kulipa ada ili kuiwezesha timu yao ya wananchi kuwalipa wachezaji kwa wakati pamoja na uendeshaji wa klabu, kwa sababu Iringa ina zaidi ya wanachama 1500. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa wanachama na mashabiki Ibrahim Samueli wakati wa sherehe maalum ya kupokea makombe 5 waliotoa msimu huu, huku wakiyapitisha makombe hayo katika mitaa mbalimbali ya mkoa wa Iringa. Young Africans kwa mara ya kwanza tangu imeanzishwa. Young Africans alisema pale mama, ilianzishwa mwaka 1935. Hapajawahi kutokea makombe yakafika hapa. Kwa hiyo hii kwenu ni heshima kubwa sana. Na mimi binafsi kwa niaba ya uongozi wa Young Africans napenda niwapongeze wanachama wa Young Africans wa mkoa huu, wale matawi ambayo yalifikisha wanachama 100, kwa kuendelea kuisapoti klabu yetu, kwa kuchangia michango yenu, kulipa ada zenu za kila msimu tangu kuanzishwa kwa mfumo wa kidijitali wa kuwafikia mashabiki na kuwarasimisha kuwa wanachama. Niwapongeze sana, mmekuwa mkifanya vizuri na jitihada zenu ndio zinatufanya sisi viongozi tuone tuna deni la namna gani tuhakikishe kwamba mnasogea zaidi karibu na klabu yenu. Na hili kwa kiongozi yoyote ambaye anapata dhamana, ukiachana na kamati tendaji na rais, secretariat pamoja na hawa ambao tunawaita waratibu wa mkoa, yoyote tutakayemuona anatukwamisha mimi kama idara ya wanachama na kuwasimamia ninyi, huyo sisi tunamweka pembeni, tunasonga mbele. Mmeona Yanga mlioichagua mkaweka madarakani, mliweka vijana, si ndivyo? Na wao wakachukua wakatuweka sisi secretariat vijana. Kasi hiyo mmeiona sasa hizi mpaka timu tunaoisajili mnaanza kuona ladha inaanza kubadilika. Kwa hiyo sasa kasi inakwenda, yani Yanga sasa hivi ni ya moto kila sehemu, hakuna kuchelewa. Yani wewe tukikuona unatuchelewesha ni kama unataka kutuvuta nyuma. Kwa hiyo sisi tunakwenda mbele. Ndio maana nasema nawapongeza. Mkoa wa Iringa una wanachama 1874.
na utaratibu inatakiwa tunapoanza tarehe 1 mwezi wa 7 wote mlipe ada, lakini waliolipa ada mpaka sasa hivi walikuwa ni watu kama 180 peke yake. Kuna watu zaidi ya 1000 ngapi wanadaiwa ada zao. Sasa hii tutakuja baadaye kwenye tofali. Napenda niwapitishe kidogo kwa nyinyi viongozi na wasimamizi wa matawi. Ili uwe mwanachama wa Yanga, hii katiba yetu ya mwaka 2021 ibara ya 62 inasema hivi: atakuwepo mtu mmoja. Sasa huyu mtu sisi hatumjui, ni shabiki, ni mpenzi, lakini ni Yanga. Ataamua kwenda kujisajili na kuwa mwanachama, atapata kadi yake. Atakuwa anaitwa kama mimi Ibrahimu, lakini anaishi Dar es Salaam. Atasema Dar es Salaam sehemu gani? Anaishi Kinondoni mathalan. Kwa hiyo ataingizwa kwenye mfumo. Mtu huyu kwenye hilo eneo lake, wakijisajili wanachama wengine kama yeye wakafika 100 kwa ndani ya nchi, wakifika 100 itabadilisha jina, hatoitwa tena Ibrahimu wa Kinondoni, litaitwa tawi la eneo fulani. Hawa watu 100 watakaa, watakubaliana wachague watu 9 wa kuwaongoza na kuwasimamia. Watu wangapi? 9. Yaani hawa 100 ndio wameamua, yaani ndio wenye maamuzi kamili. Bwana, sisi tunataka wewe na wewe na wewe na mama ndio mtuongoze. Kwa hiyo nyinyi 9 mmepewa dhamana na wale 100. Sio nyinyi mmejichagua, wale ndio wanawachagua kuwapa dhamana. Bwana, tusimamieni kulingana na katiba inavyosema. Lakini hapo wanasema mkiwa 100 mtaruhusiwa kuongezeka msizidi 500. Yanga oye! Katika wale 9 mtakaochaguliwa, lazima 5 watakuwa wawakilishi wa mkutano mkuu. Hawa 5 watakuwa ni mwenyekiti, katibu, mweka hazina na wajumbe 2 wa mkutano mkuu, ambao katika hawa 5 lazima mmoja awe nani? Mwanamke. Tumeweka kitu kinaitwa jenda. Mfumo huu ndugu zangu, mimi hapa nilisimama mbele yenu, nimesafiri kusini mwa Afrika kwenda kuufundisha. Wanaokuja wote, juzi ametoka huyu Rayo Sport tunakwenda kucheza naye tarehe 15. Alishangaa kuona mfumo huu sisi tumeutoa wapi. Nimezungumza mpaka na wale owner wenyewe wa Kaizer Chiefs, wanashangaa namna gani sisi tunaweza wale wana kila kitu wanafanya fans engagement, wanafanya kuzungusha makombe na kila, lakini hakuna mwanachama hana access ya kuweza kuichangia klabu yake. Kwa wasingekuwa na wadhamini wakubwa wasingeweza kufanya. Kwa aina ya umiliki wao wa klabu iko vile, aina ya umiliki wetu wa klabu iko tofauti. Sasa imekuwepo dhana ya watu wakiwa 20 tayari, mtu anatokea anasema anajiita mimi kiongozi wa tawi. Hiyo ndugu zangu, naomba nitumie sherehe hizi kuwakumbusha hilo swala halipo. Ukiwa nje ya nchi mkiwa 20 ndio mnakuwa tawi, mkiwa ndani ya nchi mpaka muwe 100. Kwa hiyo watu wa Pawaga 55 hawatoshi. Hakika namuona kiongozi hapa yuko na mtoto wake, huyu mtoto hatakuja kuisahau hii. Ndio maana kwenye mfumo wetu tuna kadi za watoto, na kadi yenyewe ni shilingi 1500 tu, alipia ada. Kwa muhakikishe tunaiwarithisha Yanga yetu, furaha yetu, kizazi chetu. Na ndio maana tunafanya hivi vitu vikaache alama na kumbukumbu kwenye mioyo na picha halisi za watoto wetu. Yanga oye! Yaani huyu ukitoka naye sasa hivi hapa, unatakiwa usogee naye pale apate kadi ya mtoto. Vile vile kwa wengine pia. Tunaendelea tunairithisha hii furaha yetu kwa kizazi kijacho. Young Africans ndio timu pekee Tanzania, Afrika Mashariki na Kati yenye mfumo wa kusajili wanachama. Mdhamini wetu alichokifanya ni ametupa zawadi ya kipekee. Naam, hii ndio Yanga, timu ya wananchi. Mwekezaji ni mwananchi mwenyewe.